ubaya wana Simba. Asanteni sana Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mwenyekiti, Katibu wa Simba wilaya Mbagala, Mwenyekiti wa tawi la wekundu wa Kurasini mji mpya, viongozi wote wa tawi hili, wanachama na mashabiki wa tawi hili, viongozi wote wa matawi ambao mmefika hapa na mashabiki wote wa Simba ambao tumefika hapa, assalamu alaikum. Awali ya yote, ninayo furaha kubwa kufanikisha uzinduzi wa tawi hili kwa kushirikiana na viongozi wa Simba wilaya Mbagala pamoja na viongozi wa Simba kutoka makao makuu, na kama ambavyo amesema kaimu mkurugenzi wa matawi na wanachama ya kwamba rasmi sasa wekundu wa Kurasini mji mpya ni tawi rasmi la Simba Sports Club, na kwa lugha nyepesi ni familia mpya ndani ya Simba Sports Club. Sisi tunayo furaha kubwa kuona tumeongeza mtoto katika familia yetu ya Simba, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha rasmi kwenye familia yetu ya Simba. Bahati mbaya kwamba mmezaliwa kipindi cha shida, kwa hiyo msije mkafikiri maisha ndiyo hayo hayo. Utafika muda wetu wa kufurahi na ninyi mtafurahi. Yale matawi makongwe yanajua kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kupata, kuna kukosa. Kwa ninyi kwa kuwa mmezaliwa kipindi hiki cha njaa, kipindi cha shida, msije mkafikiri haya ndio maisha ya kudumu ya Simba Sports Club. Hiko ni kipindi cha mpito cha Simba Sports. Tunapita, tunakwenda kwenye nchi iliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo msikate tamaa na wala msikatishwe tamaa. Kwa bei rahisi 12 yako ya Kitanzania unapata t-shirt bei rahisi kabisa, sawa na bure. Wana Simba, uongo. Ndugu zangu wana Kurasini na wana Simba wote kwa ujumla, pamoja na kwamba tuko hapa kwa ajili ya kufanya shughuli ya uzinduzi wa tawi ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu imekamilika salama, na sasa tumezindua na tawi letu rasmi linaanza kufanya kazi ya Simba. Tunakushukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutuchangia kwa mali, kwa kutuchangia kwa mawazo, kwa nguvu zako kufanikisha uanzishwaji na uzinduzi wa tawi hili. Pamoja na kwamba wewe sio mwenzetu, lakini umetusaidia kuzindua tawi hilo. Kwa hilo tunakushukuru sana. Ndugu zangu wekundu wa Kurasini, kuzindua tawi ni jambo moja, ama kuanzisha tawi ni jambo moja, na tena ni jambo jepesi kweli kweli. Jambo gumu linalofuata sasa ni kulilea, kulitunza, kuliendeleza, kulidumisha na kulisimamisha tawi lenu kuwa lina ustawi bora. Hapo ndipo kwenye kipengele kigumu. Matawi mengi yanaangamia, matawi mengi yanakufa, matawi mengi yanafifia kwa sababu ya migogoro ya wanatawi wenyewe kwa wenyewe.
Nichukue nafasi hii kuwaasa, kuwasisitiza, epukeni migogoro, epukeni kugombana wenyewe kwa wenyewe. Sisi ni Simba na asili yetu ni nguvu moja. Mkipishana maono, mkipishana mitazamo, ziko sehemu za kwenda kumaliza tofauti zenu. Iko ngazi ya wilaya, nendeni ngazi ya wilaya mkasuluhishe migogoro yenu. Iko ngazi ya taifa, nendeni ngazi ya taifa mkasuluhishe migogoro wenu. Kukimbilia kwenye vyombo vya habari haijawahi kuwa suluhu na haijawahi kusimamisha tawi lolote. Zaidi na zaidi mnaongeza mpasuko, na mnapokuwa na migogoro ndipo wabaya wanapoibuka hapo hapo na kupenyeza ajenda zao na hatimaye tawi linasambaratika. Epukeni kabisa maisha ya kukimbilia kwenye mitandao, maisha ya kusemana kwenye vyombo vya habari. Simba tunavyo vyombo vyetu vya kutatua mambo yetu, tufuate vyombo hivyo, vimeelekezwa kwenye katiba yetu ya Simba Sports Club. Na madhari ninyi mmeshakuwa familia rasmi ya Simba, maana yake mnatakiwa kuisoma, kuifahamu na kuifuata katiba ya Simba Sports Club.